Wonderful book. And mark you, wakati haujaenda, mnaona kuna kitu mtagundua. Hii stage zote wanaenda speed sana. Maana hapa kufika hii level ni mwezi wa 3. Within 3 months walikuwa wamefika hapa. Na mkumbuke safari yote tulisema ni 1100 kilometers. Lakini mwezi wa 3 mnaona wamefika katika mlima wa kwanza. Now we get there. On the first day of the 3rd month after the Israelites left Egypt, on the first day, siku ya kwanza ya mwezi wa 3, adwa mathiete rugendo rwa mieri 3, oguo maigira mweri wa 3, the first day of the 3rd month, siku ya kwanza ya mwezi wa 3, tangu atoke Misri. On that day they came to the desert of Sinai. This one, they came to the desert of Sinai. Hapa walichukua tu na wanatembea miguu, kumbuke walifika hapa na miezi 3. Kwa hivyo miezi 2 wakamaliza. Sasa hapa ni mwezi wao wa 3. And then something unique is here, wapendwa. Jambo lisilo la kawaida liko pale. After they had set from Rephidim iko hapa. And then after Rephidim they entered the desert of Sinai, and Israel camped there, wakakampu hapo. But if you can remember, if I can take you back just before we drop down here to the mountain, turudi pale chapter 17, muone sarakasi za hapo, mlango wa 17. Ndio msipotee. Mlango wa 17 mstari wa 8. Then something happened there. This one, ndio mnasikia watu kanisani wanachekana, mtu anacheka mwingine, watu wanacheka wengine, watu wanasema wengine ni kama hawana Mungu, wengine waliachwa na Mungu, wengine walipotezwa na Mungu, walitupwa. But listen, it's so amazing. So amazing. The Amalekite, that is verse 8, chapter 17. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Mnasikia Rephidim hii. Wameleki wakakuja wakafahamia Waisraeli walipofika hapa. Hii tunaita stage. Mnaona hii Rephidim ni stage ya 3. Kuna watu mnasikia wameokoka lakini wana vita chungu nzima. Umeokoka ni kama unaona ni kama Mungu hako na wewe tena. Maana kila siku ni vita. Watu wa familia yako wanakuchamba. Yaani marafiki wanakushambulia. Makastoma wako wanakushambulia. Mahali unafanya kazi utakuta hawapei mtu amani. So there are battles from out and within. Pia wewe unajichapa, unajishambulia. Katika hii stage ni stage ya kufahamiwa. Yaani unastuka, kwani mimi nilifanya Mungu kitu gani? Maana spirit of Amalekite ilichimbukia hapa. Na mjue hata mtu akikufa spirit yake haikufi. Kwa hivyo hii roho ya Uamaleki bado iko mpaka saa hii tuko Nairobi. Mpaka saa hii. Na ukifika hizi stage zote vile unapita hivi. Kwa hivyo Waamaleki wanawashambulia wakiwa katika ahadi ya Bwana. So what we say at that stage, tunaita the stage of many attacks. Many attacks. Ni nani hapa ataniambia hajapata pigo, hajapata kushambuliwa na watu? Tena unashindwa kwa nini watu wanakushambulia? For sure. Kwa nini Waamaleki washambulia Waisraeli wenda zao? Wanapita. Maana tutakapofika hapa Midiani mtaona after deliverance. Maana hii ndio stage ya deliverance. Total deliverance.
na bado ukombozi unaendelea. Mkumbuke hiyo tulisema, bado ukombozi unaendelea. But to this stage mtaona sasa mtu yule amekombolewa kikamilifu vile anateswa hapa. Na hapo ndio sasa unakuta Mungu hangekubali hao watu wapite njia hii. Mnakumbuka pale chapter 12 tulisema Mungu hangewakubali wapite njia hii ya Wafilisti. Maana Wafilisti ni wambaya kuliko Waamaleki. Maana hapa wangepata mashambulishi. Kwa hivyo Mungu anajua hata kama amekuokoa, kutatokea tu watu na maneno na vitu za kukushambulia. And in that lazima akupitie njia. Afadhali upite njia mrefu. Afadhali upite njia mrefu ile ambayo ina amani. So always msipende njia fupi. Hubiria jirani, do not always love a shortcut. Hallelujah. Msipende tu njia fupi tu kila wakati, hapana. Hapana, msipende tu njia fupi kila wakati, hapana. Hapana, hapana, hapana. So Mungu alisema wakipita hapa Wafilisti watawashambulia na watarudi, maana hakuna gate ya kuwazuilia. Kwa hivyo akakubali wapitie hapa, wapitie bahari, awafungulie bahari ili maji irudi tena. Chochote watakachokipata hapa hawatatamani kurudi nyuma, maana wakirudi wanakuta maji imerudi. So you cannot swim across the Red Sea back to Egypt. Hii ni kiwango huwezi ukarudi nyuma. Umeokoka, hata ukipata vita gani kanisani unasema mi ona gadesa goguna meigwa digima kanitha. Siwezi toka todoleni ona kore igumira ego tirengeti. Geti ya kurudi haiko, lakini ya kuenda iko. Mnaona Mungu ana hekima. Mbodanya mweru wako huruka kwa neade Baranene deroge. Hiyo ni wimbo ya hapa. Baranene ino ni Waamaleki. Hawa ni Waamaleki wanakushambulia bila huruma. Na zai kuna watu mnaniangalia lakini mmechapa hata jana. Mlishambuliwa. Na wengine wanataka tu mumukane Mungu, lakini nasema sitamkana, nichape, niko jangwani. That is the wilderness experience. Na ni vizuri kujua heri mtu wako jangwani na ako na Mungu kuliko mtu wako Misri na ako na Farao. Sasa ni kuchagua ni Farao ama ni Mungu. Mungu atakupeleka jangwani, Farao atakupeleka wapi? Gosheni. Akufurahisha na marende, lakini mwisho utaangamia pale. So baranene delogedo ini Waamaleki wako pale. You cannot avoid this. You cannot avoid this. So wimbo moja ilikuwa inaimba nikiwa mtoto mdogo, nikiwa mdogo. Walikuwa wanaimba wimbo, wajua uzuri wangu ninawaimbia sana. Rugendo rwaritoana moico ndikinyite ndigata gateine Mwathani, nĩndakũhoya ihoya riumanĩte na kũrĩ we ũndeithie Mwathani, nĩngũmenyerera nguo. Anataka vile utakufa, anajaribu vile utaangamia. It's a very bad spirit, this one, the refugee, the Amalekite spirit. And so kufika hapa vita ikawa ni kali sana. And at that point ukiangalia utaona maajabu wapendwa. Mtaona maajabu. So that is verse 8. So 17:9 inasema Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Hata hivyo Joshua kaambiwa na Musa, chagua watu katikati yetu waende wapigane na Waamaleki. And then tomorrow I will stand on top of the hill. Mungu ameanza sasa mitindo ya milimani. Na mnakumbuka sasa tunaenda na wapi? Mlima wa kwanza, ndio huu tunaita mlima wa Bwana. So Mungu ameanza mambo ya milima. Mambo ya milima si mahali pa maombi. Si ndio? That experience, mahali mnaenda unasema ninapanda mlima naenda wapi? Kwa hivyo Mungu choose among men, go fight against the Amalekites.
Tomorrow I will stand on top of the hill, tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God on my hands. Kwa hivyo Musa akasema mimi nitaenda mlimani na hii kijiti ya Bwana. Nawe Joshua uende ufanye nini? Mkapigane vita. So hapa tumeona katika hii stage kama kuna vita utashindana lazima upande mlima. Tumeingia kipindi cha maombi sasa. Hao watu wamekomaa. Can you imagine? Sasa kama Musa hapa atafaulu ni apande huu mlima. Hapa mbeleni alikuwa yeye tu ni kulia tu na yeye. Akamwambia Musa wacha kulia. Chukua hiyo kitu, fanya hivi. Hapa mara Musa anasema watu wamepata shida. Musa chukua hiyo kijiti, lakini stage hii kufika Musa upande mlima. Kuna level unafika. Kama hutajua kupanda hii milima ya Mungu, hautapata kitu. Na milima ni sacrifices. Unatoa dhabihu. Dhabihu zinatolewa wapi? Milimani. Mnaona? So ilikuwa Musa apande pale na akaenda kujitoa mbele za Mungu. So what happened? Verse 10 inasema, so Joshua fought the Amalekites as Moses ordered, and Moses and Aaron and the whole went the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Musa just that, kuinua mikono. Hii mtu mnajua alikuwa mtu very weak. Musa hapo ati mtu wa nguvu sana. Kwa mlima huu. Hiyo ni sacrifice. Maana ukiambia uweke mikono yako juu, lisaa moja itaanguka. Hakuna. Tunaambia kwa hata wachani mikono juu, tunaenda hata ikishuka, hata kiongozi wa ibada ajui ilianguka lini. Hata wewe hujui. So vile kawaida ya mahubiri ya mwanadamu, mikono iliumbwa ikae hivi. Si mnaona? Kawaida ya umbo ule modo obiro moko make maikaragatia na goko ya moko na iguru ni kiondo kingi contrary to the nature. Kwa hivyo kuweka mikono juu is a sacrifice. Achoka. Musa akainua mikono juu. Akaweka mikono juu. Saa ile mikono ya Musa iko juu, Waisraeli walikuwa na shida wa Amaleki. So tumejua hii ni stage ya attacks. Kama utafaulu kuangusha zile attacks zinakukuta, you must teach yourself to lift up your hands. That is, you must sacrifice yourself. And then Musa akuwa anafika mahali mikono inajiangusha tu. Ikianguka na wao wanaanza kushindwa. Mpaka wale watu wakagundua mikono ya Musa ikiwa juu tunasikia mashambulizi pande yetu. Ikianguka watu wetu wanashindwa. Kwa hivyo wakasema nini? Haruni shika upande huu na Huri ushika upande huu, tuinue mikono. Na Musa akaketi chini ndio mikono iwe juu. So that is the position of victory. Wapendwa, tumejua stage ya Rephidim, deep prosperity ya Amalekite inachimbuka. Na ikichimbuka ni kuataki mtu wa Mungu, yule mtu wa Mungu ako kwa covenant. Now, when we come to the first mountain, now tumeenda sana. Na nitaomba Mungu maana tutafika mlima wa pili au the wandering stage maybe. Then ilifanyika nini? Mstari wa 13. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll. Andika hii katika scroll. Something to be remembered, and make sure that Joshua hears it.
andika hii maneno vile nimewashidania hapa kwa hawa watu, maana hapa uwezi faulu kama sio Mungu atakutetea. Nao akaambia andika haya maneno yote kwa scroll ingekujo, na uhakikishe Joshua amesikia. Why? Mniulize sasa ni kwa nini? You might guess, hata nyinyi mna guess. Who was Joshua to Musa? Was the successor, is it? So he had to hear everyone that Moses spoke, and he put it to record, because very soon yeye ndiye atakuwa implement ile maneno. Kama kuna covenant Mungu anaongea na Musa, lazima Joshua angejua, because and the devil takes chances ya kukunyima nafasi ya kusikia. This is very serious of you. Tusome hiyo tena, because of you. Mstari wa 14. Then the Lord said to Moses, Mungu akamwambia Musa, andika hii mambo katika kitabu, iwe kitu, liwe jambo la kukumbukwa. Siku moja ya Christmas, kama vile mnajua mimi sina watu wa kusherehekea nao Christmas. Christmas ikifika, vile mnaenda kwa watu wenu, mimi sina. Nakaa tu kwa nyumba najifungia. Sina, si ati kwenda ati kusherehekea wapi. Sina mali. Nilikataliwa na watu wetu. Kwa hivyo mimi nakaa tu kwa nyumba, nakaa kule. So hiyo siku ilikuwa tamu sana, sababu niliambia kanisa tuendeni kwa church. Sijui kama kuna mtu wako hapa alikuwa pale siku hiyo. Yeah, we have 3. Nikamwambia tuendeni kanisa hii Christmas day, hatutakunywa kutoka 6 mpaka 6 jioni. Tukajifungia watu karibu 1,000. Tukakaa pale, tukaomba the whole day. Watu wanakula wanakunywa. Na 6 ndio tulitoka tukaenda nyumbani. Watu wakasema tumeguruka. Maana usipokula choma Christmas una kichwa mbaya. Wengine wasielewe, kuna wengine hawana watu wa kusherehekea nao. Na ndio ni vizuri sana kuwa na ndugu na dada kanisani. Maana hawa tu ndio ninashiriki nao. Bwana sifiwe. Ukiniita kwako sikukuu ni sawa. Usiponiita mimi niko kwa madhabahu. Tuko sawa hivyo? So kumbe siku hiyo kulikuwa na mtu akakuja akatunasa na kamera kama hii na akapeleka kwa rais Ikulu. Ikaonekana kulikuwa na agenda ya kuombea taifa letu. Na tulikuwa seriously tunasema Mungu, nchi yetu watu wanakula wanakunywa. Tunajua hata watoto wa shule wamekunywa leo pombe. Maafa ni mengi. Kuandika everything I say, hata kama nasema kimsaha. Mfalme hata akiongea ni kama anacheka, andika hiyo kicheko. Mfalme akiongea hata ni kama anaongea kwa msaha, take it seriously. Take it on a serious note. Hallelujah. So nilijikuta pale. Angalieni hapa. So ikaandikwa, Musa akaambiwa uandike hiyo maneno na uhakikishe Joshua amesikia. So I believe I have Joshua in this place. I believe I have Joshua here. Sema amen. Ninaamini nina Joshua, mtu wa karibu sana, anastahili asikie hii maneno. Hata wakati nitakuwa siko, itakuwa applicable kwako. Kama sio mimi, Mungu atanitendea. Na ni vizuri kusikia ile mambo Mungu ameninenea. Uyasikie vizuri sana. Uende ikiwa Mungu amesema, na kama nitakutoa hapa nikupeleke Amerika. Uende ikiwa sio mimi, ni uzao wangu. Na uzao wangu si uzao wa mwili wangu, hata wazao wangu wa kiroho. Mbona mko namna gani? Yeah, Mungu akisema tambariki watoto wangu, ni hata watoto wa kiroho. Kwa hivyo ni vizuri sana, take care. Zile ahadi Mungu ananipatia, kama mwaka huu Mungu amesema, Mungu mwaka huu ni wa sisi wa kutengeneza pesa. Ndio kuna watu wa biashara wengi sana hapa. I'll bring you a business consultant. Aongea hiyo maneno, a business consultant, a professional. Because kuwa tumeokoka haimaanishi ni kiroho tu. We must balance the equation.
Usiwe umeokoka sana, una roho sana, lakini huna mali. Lazima ziwe balance, ndio usiende kuiba kwa sababu huna nguvu. Imeandikwa. Kuna watu saa hii wanakupiga sababu huna mtetezi. Imeandikwa. Kuna watu saa hii wanakunyang'anya haki zako sababu huna jinsi ya kujitetea. Imeandikwa. Siku ile utajipanda, God will come to kulipiza kisasi kwa sababu ya naye asikie. Anaitwa Mungu. Hudi anaitwa Mungu. Kwa hivyo ukiona mtu mwenye nguvu kukuliko amekunyang'anya kitu, it is noted. It is in notes. Na mbinguni kuna kitabu cha kumbukumbu. Niwaambie, I was working in a beer hall. Nilikuwa nafanya kazi kwa bar. Na yule mtu alifanya mimi nifutwe ile kazi. Maana mimi ni mtoto yatima. Alinichapa kwa bar na nikachekelewa na walevi wote. Maana sikuwa nauza pombe vizuri, sikuwa na ujuzi wa kuuza pombe. Yeke kirafuka toko dhama akoro adotanyo marade kwa. Sasa mwenye kirabu akakuja kwa ukali. Kamau, Kamau. Sasa unanifukuzia makastoma. Sasa wanasema watatoroka. Utaenda. Na nikafutwa mbaya. Juzi tu kulikuwa na sijui kavyo kali sana huko kwetu Kutus. Nilikuwa natoka Nairobi. Na nilikuwa na gari nyingine sio hii. Pajero Mitsubishi. Gari ilikuwa ni mimi tu na Martha Karua tuna gari aina hiyo Kirinyaga. Mimi na Martha Karua tuna hiyo gari. Hakuna mtu angepata hiyo gari isipokuwa mimi. Martha Karua wakati alikuwa waziri wa katiba. So nikakuja usiku kinamulika hivi kigari. Nikakuta askari wako pale. Sijui kulikuwa vita gani. And this man, the same man yule alinikanyaga, alikuwa pale stranded. And all of a sudden, alikuwa peke yake, gari kamumulika, nikamwona dia huyu yule mzee. Alinikanyaga wakati nilikuwa sina nguvu. Akanihaibisha, nikachekelewa na walevi. Ako pale stranded, hana la kufanya, atapigwa risasi. Kumulika hivi na gari kamjua, na ndio tunasema ombea adui yako. Hallelujah. Ombea adui yako aishi siku nyingi. Utakapobarikiwa ajionee. Mimi niko hapa kuwabariki na ninajua next year hawa washirika ninao hawa. Nyinyi itakuwa historia. Nikasimamisha gari nikateremsha kioo. Kaambia yeye msee habari. Shida gani kwa huku? Nasema mkubwa sasa si kimondo. Somebody must change his tongue in your favor. Hallelujah. Lazima kuna mtu atabadilisha ulimi wake. No ginyado message yake. Nimagwetete ogwo, magakwera no, lakini time is coming wabadilishe lugha zao, wabadilishe tongue, wakuite the real name. Alikuja kwa kioo ya gari anashika hivi. Hiyo nini kinafanyika? Anasema mtongolia. Sasa mtongolia. Wewe mtongolia ni nani? Kikikuyu. That is God we are worshiping today. Woo! Hallelujah. Now wapendwa tuko hiyo stage ya command na nini ingine tumesema commitment. So God cannot commit you. Na msione